nimeona nikupitisha katika ukurasa wa wakili msomi Boniface Anyisile Mwabukusi, ambapo ameandika akisema ni sahihi kabisa mtani na kaka yangu Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi. Ameeleza jambo hili baada ya Mheshimiwa Makamu wa Rais Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi kutoa hotuba yake mbele ya mwili wa Kardinali Pengo pale jijini Dar es Salaam, akieleza mambo kadhaa ikiwemo jambo la vyama vya siasa kupalurana ama kuona chama kimoja kina nguvu ama kinastahili ama ndio cha Watanzania na chama kingine sio cha Watanzania, huku akisema kwamba kugombana kisiasa ni ujinga, kauli ambayo imeleta mjadala mkubwa katika nchi ya Tanzania tangu juzi, jana pamoja na leo kwenye mitandao ya kijamii, lakini na katika mitaa mbalimbali. Basi tuelekee moja kwa moja kwenye ukurasa wa Boniface Anyisile Mwabukusi, ambapo wanasema kwamba ni sahihi kabisa mtani na kaka yangu Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi. Mwabukusi anasema utumishi ni utumishi, kubaguana kivyama ni siasa za kishamba. Wote tuna lengo la kuitumikia taifa hili. Anasema hata sarakasi dhidi ya mtu asiye na hatia kama Advocate Tundu Antipas Lissu ni ushamba tu unaosababishwa na chuki. Lakini anaendelea kwa kusema kwamba hata kunyamazia mauaji ya halaiki ya wanawake, vijana na watoto mnamo mwezi Oktoba kulisababishwa na chuki dhidi ya upinzani na watu wenye maoni mbadala. Ukweli, haki na uwajibikaji, anasema utaliponya taifa. Haya ni maoni ya Boniface Anyisile Mwabukusi, ambapo pamoja na maoni hayo, lakini watazamaji ama wasomaji wake katika ukurasa huu wa Facebook wameandika maoni mbalimbali, akiwemo Michael Magwaza akisema kwamba yuko sahihi, ila sijui nini kifanyike dhidi ya baadhi ya wanachama wake ambao hawaupendi ukweli huu, badala ya kuungana naye utasikia anaandamwa. Jane Semuindo anasema Tundu Lissu mwachieni, maana pia ni ujinga kumbambikiza kesi ya uhaini. Hakimu wa Geto anasema maneno bila vitendo ni unafiki, yaani mbele ya kanisa unakuwa mnafiki. Tengeneza Musa anasema sinaga shaka na Emmanuel John Nchimbi, jirani yangu kule Mateka, Songea mjini. Deus Dets Mayala anasema kumbe ndio maana yule mzee kama vile katengwa, na itakuwa huyo ndio chanzo cha Ikulu kwa Mia Zenji. Nimeyapenda mawazo yake, lakini sasa je, atakuwa salama au ndio ya yule waziri Simba? Nadhani anamaanisha Simba Chawene ambaye alikuwa anaambatana na jamii na hatimaye yakamkuta yaliyokuwa yamemkuta akatumbuliwa. Muta LAB anasema fupi lakini nzito sana. Asante sana Advocate Boniface Anyisile Mwabukusi. Dickson Ndunguru anasema Nchimbi unafanya nini? Tundu Lissu bado yupo ndani. Tumia busara hiyo, Lissu awe nje. Ni ujinga kuendelea kumshikilia Lissu. Moses Olotu anasema Tundu Lissu sio mwaini, aachiwe huru. Priscus Festo Tarimo maoni yake ni kwamba Nchimbi siku zote ni mnafiki. Kauli zake ni kinyume na matendo yake. Mchana anaonyesha kuwa anatetea wananchi, ila usiku huwa anatetea wanaoumiza wananchi. Chuji Mwanjala Anangisye anasema anaongea kwa uchungu safi sana kama yanatoka moyoni. Kim Darin Karo anasema dozi imemuingia. Kanje Dickson anasema maneno mazuri kutoka katika kinywa cha mtu mwema, lakini kinachoshiba lakini katika sahani imchukiayo Mungu. Majuto Amnon anasema Mungu akubariki sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Natamani sana uzunguke nchi nzima, wape watu amani na matumaini mapya ya maisha. Kiuhalisia watu wamepoteza imani na serikali yao. David Bowick anasema huyapendi wenzio wanayapenda sana. Primin Salakana anasema je, atachukua hatua gani ili tujue anamaanisha?
The King Saki anasema maneno yake huyu kiongozi yanatoka moyoni. Angalia macho yake, inaonyesha anayosema ni ya kweli hasa, wala hapepesi, ila kama hauko conscious huwezi mwelewa. Huyu mwingine anaitwa Jusen Mwakipesile anasema ukweli, wengi wa wananchi hasa ambao sio wanachama wa vyama vya siasa hatupendi mnapovifanya vyama vya siasa kuwa vya majeshi na mnaanza kupigana, kuuana, kutekana, kufanyiana fitina badala ya kutafuta zenu sawa ya kushinda uchaguzi kwa halali, amani, upendo, ili chama kisipochaguliwa kisiwachukie wapiga kura na kilichopo madarakani kisifunge usawa, haki za demokrasia, wananchi ndio wachaguo. Makoye Ndeka anasema umesema kweli, ila maneno haya umwambiagi Samia amwachie Lissu. Utekaji unazidi kuongezeka, watu wanapotelea vituoni mwa polisi. Loni Sagumo anasema ila kaka yangu na baba yangu Nchimbi, sikujua kama siku moja utakuwa hivi ulivyo wewe. Ni bonge la kiongozi, pengine kuliko wote waliopo kwa sasa. Deo Mbuba anatoa maoni yake akisema CCM na polisi na msajili wa vyama vya siasa ndio chanzo kikuu cha uvunjifu wa amani Tanzania. Zefania Katwale anasema kwa kweli, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Emmanuel John Nchimbi, umeongea vizuri sana, tatizo liko kwenye chama chako CCM. Umefanya kosa kubwa sana kusalenda siasa na kujikabidhi kwenye vyombo vya dola kwa maana ya polisi, na ndio maana taifa linagawanyika kila siku mpaka yanajitokeza mambo ambayo hajawahi kutokea tangu kupata uhuru, lakini bado hatujachelewa. Ni muda wao sasa CCM wa kuliangalia hili kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Mungu ibariki Tanzania. Clemens Pell anasema wakati wa Mungu husema kweli kupitia vinywa vya wanadamu au kinywa cha mwanadamu. Waswahili husema tenga la samaki huwa hawaozi samaki wote. Antoni Mgina anasema maneno mazuri lakini hayatekelezeki. Ondoeni uhasama, pia wapeni faraja wananchi kuhusu matukio ya tarehe 29 Oktoba kwa kuomba msamaha na kuwapa mkono wa pole. Watanzania wana moyo mkunjufu, watasamehe. Bonifasi Shija anasema ila kama unayozungumza yako rohoni, ubarikiwe. Bas umshauri na mama yetu asiwe na roho kama alionayo kwa sasa. Mwakabanga Kionyela anasema watu wanatekwa na kupoteza, alafu makamu wa rais anasema ni ujinga tu. Si basi awakemee watekaji na kuonya kwamba siku zao zinahesabika. Kiongozi wa Chadema yuko jela kwa kesi ya uongo. Unawezaje kujitenga na hili au kusema ni ujinga tu? Nadhani kuna umuhimu wa kutofautisha kauli zetu kama kweli zinamaanisha au hazimaanishi. Christopher Kisaki anasema wewe ni nabii uliyetoka katikati kwa wanafiki. Songea na kuombea sana, ndoto zako zitimie na zitatimia soon. Justin Mako anasema hivi, huyo mlinzi hapo nyuma anafanya nini wakati hapo ni sawa na kanisani? Mlinzi wa nini? Komba David anasema hayo maneno yakibadilishwa kuwa vitendo itapendeza zaidi mheshimiwa. Emmanuel Kalisinje anasema Nchimbi, una kila sababu ya kurekebisha hicho ulichokisema. Tuacheni tufanye siasa, tushindane kwa nguvu za hoja, tuijenge Tanzania yetu. Frank Mwaipwisi anasema kamati za roho mbaya za CCM haziwezi kumwelewa Nchimbi. Josia Kahemela anasema wewe yule mwamba Tundu Antipasi, wewe yule ni jemedali, akitoka gerezani siku hiyo sijui washamba watafanyaje. Matiko Nyaikoba anasema ndimi mbili haziwezi kuliponya taifa. Kama maneno haya yanatoka moyoni, basi mwachieni Tundu Lissu. Samueli Ngulo anasema mbona hizi kauli kama sio za CCM hivi? Amehama chama au? Huyu Gazal Makungwi anasema asubiri awamu yake ya 7 aweke sawa huo ujinga wake.
Samueli Mumburia anasema umeongea maneno ya kuheshimiwa, makamu wa rais. Safi. Hamis Morogoro anasema tatizo, roho zinataka mtende haki, lakini mili yenu inakataa. Nani afungie mpaka kengele? Hii ndiyo shida yenu kubwa. Ukweli wote wa mambo machafu yaliyopita na yanayoendelea katika taifa letu mnaujua. Lulenga Chadema asema Lissu yupo gerezani kwa imani gani? James Mkuchu anasema wokovu. Klaus Nyahenga anasema ila wewe wao tu mwingine haha. Linus Vitalis Shembilu anasema sahihi. Lakson Mujuni anasema unafiki wenu CCM tunaujua. Mboi Samueli asema usimwamini mwana CCM yeyote, hasa aliyeonja pepo ni mbaya sana kuliko kifo. Gerard Kihio anasema tatizo ni hili hapa. Anaweka picha ya Warioba na maneno ambayo alinukuliwa akisema, na ukiona viongozi ni kama sasa wameiacha polisi, ni kama inatawala. Utaona polisi inatoa matamko mengi ya aina ya kisiasa, lakini wanaitoa kwa njia kama ya kutisha. France Kimbavala anasema kusini tunaheshimishwa hapa. Gabi da Prince Atanas anasema kuna muda wanakuwa na akili. Jesse Rafael anasema sawa baba. Freddy Simon anasema aibu tupu. Edwin Katunzi anasema wote ndio hao. Zakayo Kupasya anasema tunakupenda. Perpetua William anasema sema ukweli upate kupona. Msema ukweli ni mpenzi wa Mungu na ukweli mweka mtu huru. Revocatus Deus Makonya anasema Emmanuel Nchimbi unatafuta uchochoro wa kuchoropokea wewe mwenyewe ni makamu haramu na rais wako. Huyu bwana anaendelea na mambo yake hapa, maoni yake anayatoa hapo, lakini hajatumia lugha ya kistaarabu. Peter Manase anasema kazi yenu ni mdomo tu, ila roho zenu chafu. Tutoe mili ya watu wetu tukaizike, isiyo maneno tu. Joyce Mabeba anasema tutawaamini vipi? Po Madundo anasema maneno matamu yaliyokorea munyu msimu wa Kwaresma huu, na ule msalaba inamaanisha sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Kwa nini tusitende mema sasa? Ambrose Mgamba anasema jamaa kajitambua ila awe makini. Diana Kinyamagoha anasema yaani huu msiba ni waspana tu kwa Samui. Njili Negwa anasema wananchi wa Malawi mmesikia. Salim Kingungo anasema maoni ya kuchoma mali za watu. Lea Mwangola anasema kashajitoa kwenye ujinga. Adali Mwakasalile anasema baba kasema vizuri. Emmanuel Ngoi anasema kabisa. Philbert Celestine anasema kugombana kutashindikanaje iwapo wapinzani hawapewi nafasi sawa ya kugombea na kupigiwa kura na kupewa ushindi wanapokuwa wameshinda. Watu wamelalamika katiba ya sasa na tume ya uchaguzi vinapendelea chama tawala. Mmekataa kuweka mambo sawa. Wanaotaka kutumia nchi yao kupitia vyama vya upinzani watawezaje iwapo wanakwamishwa na serikali na chama tawala kupitia unaoitwa uchaguzi? Emiliana Mlio anasema nimeipenda hiyo, wana masikio lakini hawasikii. Kasai Mlai anasema kauli sahihi, Mungu akubariki, badilisha hata wengine wajue kweli. Edson Eduardo anasema huyu maoni yake kayaeleza hapo. Hotuba kama hizi na maneno kama haya yalihitajika sana kabla ya uchaguzi. Kama tungekuwa na mawazo kuwa tunajenga nchi moja, hatuna haja ya kugombana, basi tungetafuta njia bora ya kujenga nchi yetu kabla ya uchaguzi. Tungekuwa wamoja kama taifa na yale yaliyotokea ya ndugu zetu kuuawa yasingetokea, hata ya kufunguliana makesi yasingetokea. Leo badala ya mpasuko
tungekuwa wamoja, bunge lingekuwa balansi, lisingekuwa la chama kimoja. Nchi yetu ingeendelea kustawi, baraka zingezidi. Hata ingetamalaki, uonevu isingekuwepo. Haki ingetamalaki, uovu usingekuwepo. Furaha na amani vingetamalaki, tungelijenga nchi tukiwa wamoja. Tulichokosea ni kufanya maamuzi sahihi au kuongea mambo sahihi kabla ya uchaguzi. Kinachosikitisha ni rahisi sana kuondoa umoja na mshikamano wa kitaifa, lakini ni vigumu sana kurejesha. Suleiman alipopewa nafasi ya kumwomba Mungu, aliomba hekima. Nchi inahitaji wenye hekima na busara kututoa tulipo kwanza. Nchi inahitaji ukweli, uwazi na uwajibikaji ili tuweze kuvuka hapa. Mungu atusaidie. Eric Filipo anasema fanya vitendo, sio mdomo tu. Ogara Gembe anasema jamaa ameamua kumchana mkuu wake hadharani, ni aibu sana kwa mkuu wake. Daniel Goba anasema sahihi, ila CCM inafeli wapi? Bob Ekamaus anasema lakini mnyongeni haki yake mpeni. Huyu ni kiongozi pekee wa CCM, anaongea mambo ya maana, ndio maana anaonekana very soft. Mara azuiliwe mabalaa, hata kampeni zile hakuwa akipreach. At least CCM should learn from him. Prince Pupi anasema yeye ni kiongozi, amechukua hatua gani kama apendezwi na hayo? Ikiwa ni maneno tu bila vitendo, ni unafiki mtupu. Haya ni maoni ya baadhi ya wasomaji wa ukurasa wa Boniface Anyisire Mwabukusi baada ya kutoa maoni yake akimpongeza Daktari Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kutokana na kauli yake ambayo amesema kwamba apendezwi maugomvi kuhusiana na masuala ya siasa, huku akisema kwamba yote hayo yanatokea kutokana na ujinga. Je, mtazamaji, wewe nini maoni yako kuhusiana na jambo hili? Karibu.